Bwana Yesu asifiwe kanisa. Napenda kuwasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hamjamboni. Ni Jumapili njema ya tarehe 18 mwezi wa 10 ambayo Mungu ametuwezesha tuweze kurudi tena hewani katika mtandao tukiwaletea neno la Mungu na kuwashukuru jinsi mnavyoendelea kusikiliza neno la Mungu. Leo tunapenda pia kurudia mambo ya kiafya, tuendelee kuzingatia. Jambo hili bado inaendelea kuenea hapa Kitale, kwa hivyo tuendelee tujichunge kule nyumbani na hata makazini mahali tunapoenda, tujaribu sana kujitunza ili tuepukane na shida hii. Siku ya leo tunaingia katika chapter ya 14 katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Na tunashukuru wiki iliyopita tulifanya 13 na tuliletewa na Reverend Kimnyike, na ya leo mimi ninawaletea nikiwa Reverend Moso. Nasema karibuni sana. Basi tutasoma maandiko haya, Matendo ya Mitume 14 mstari wa 1 hadi wa 7. Biblia inasema, ikawa huko Ikonio wakaingia pamoja katika sinagogi la Wayahudi, na kwa vile walivyonena kundi kubwa la Wayahudi na la Wayunani wakaamini. Walakini Wayahudi wasioamini wakataharikisha watu wa mataifa na kuwatia nia mbaya juu ya ndugu. Basi wakakaa huko wakati mwingi wakinena kwa ushujaa katika Bwana, aliyeshuhudia neno la neema yake, akiwajalia ishara na maajabu yatendeke kwa mikono yao. Lakini jamii ya watu wa mchi wakafarakana, hawa walikuwa upande wa Wayahudi na hao upande wa mitume. Hata walipotokea shambulio la watu wa mataifa na Wayahudi pamoja na wakubwa wao juu yao, kwa tenda jeuri la kuwapika kwa mawe, wao wakapata habari wakikimbilia Listra na Tebe, michi ya Likonia na nchi zilizo kando kando, wakakaa huko wakihubiri Injili. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, tuacha mbele yako asubuhi njema kama huu. Tunasema asante jinsi umekuwa ukituendelea na sisi katika mafundisho ya kitabu hiki ya Matendo ya Mitume. Naomba ya kwamba Mungu, tunapokuwa katika chapter 14, naomba ya kwamba Mungu utuelekeze kupitia uongozi wa Roho yako Mtakatifu. Watu wako watakaposikiliza mahali popote walipo, Mungu wawezeshe waweze kuelewa manufaa ya kazi hii ya umishonari na uinjilisti. Bwana, utusaidie na utubariki, maana tunakuhitaji katika maisha yetu ukiwa muumba wetu. Tunaomba tukushukuru kwa jina la Yesu aliye Mwokozi wetu. Amen. Basi kanisa, siku ya leo tuna bahati nzuri kuweza kuingia katika chapter hii ya 14. Na topic yetu ni the call of effective witnessing. Topic yetu ni kuhusu effective witnessing ama mission. Mambo ya kueneza Injili, tuliona chapter ya 13 vile ilivyoweza kuelekezwa mambo ya umishonari. Na chapter 14 anakuja sasa kuonyesha sisi effectiveness ya mambo ya witnessing ama mission. Paulo na Barnaba wakiwa katika mji huu uitwayo Ikonia, alikuwa baada ya kufosiwa katika town hii ambayo alikuwa anaitwa Antiochia wa Pisidia. Na katika hali hiyo Mungu aliendelea kuwabariki katika mafundisho yao. God continued to place their preaching of the word through Paul and Barnabas, just as he has done in Antioch and many other parts ambao walikuwa wameenda kama missionary. And many people came to Christ. Watu wengi wakaja katika Yesu. Ukiona chapter 14 verse 1 to 2, unaona vile watu walikimbilia Yesu baada ya kazi ya hao wa missionary. Basi tukiingia sehemu sasa ya mafunzo yetu, how do we respond to opposition in effective witnessing? Tunaweza kuitikiaje upingamizi tunapofanya uinjilisti? Tunapofanya uinjilisti, kuna mambo ambayo inakuwa upingamizi.
Kama hawa watu walipata upingamizi nyingi sana na wakashindwa vile watakavyofanya katika hali ya kueneza Injili. Lakini kuna vitu 3 waliweza kufahamu katika akili yao. Jambo la kwanza, they believed God confirmed his message and his messengers and their message with signs and wonders. Waliweza kuamini ya kwamba Mungu aliweza kuthibitisha mafundisho yao kupitia ujumbe ambao alikuwa amepea hawa messengers ama wainjilisti hawa au missionary hawa, na wakajua kwamba message ambao walikuwa wanalete ni ya Mungu. Ukisoma hiyo katika verse 3, unasikia verse 3 wakisema, basi wakakaa huko wakati mwingi wakinena kwa ushujaa katika Bwana aliyeshuhudia neno la neema yake, akiwajalia ishara na maajabu yatendeke kwa mikono yao. Naona vile Mungu alifanya, aliweza kuonyesha ishara. So point number 1 ni kwamba they believe that God confirmed in these messages the message of signs and wonders. Mungu aliweza kuthibitishia hawa na wakuweza kuokopa upingamizi katika hali ya kufanya uinjilisti. Ya pili, the fact that the man was crippled from birth affirmed that the healing was genuine. Katika verse 8, chapter 14 verse 8, ni kuna mtu ambaye alisaliwa akiwa kiwete, na huko Litra palikuwa na mtu mmoja dhahifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye ajaenda kabisa. Mtu huyu alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkasia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa, akisema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawa. Akasimama upesi, akaenda. So hapo tunakumbushwa jambo nzuri ambaye Mungu alitenda jambo kupitia ishara ya huyu mtu ambaye alikuwa kiwete. Ya pili akasema Mungu aliweza kuthibitishia. Paul was sensitive to the moment when he made himself available to be used by God. Hapa inathibitisha kwamba Paulo na Barnabas waliweza kujitoa wenyewe, wakawa available kutumika na Mungu kwa ajili ya kazi hii ya uinjilisti. Na kazi hiyo ikaendelea sana vizuri na ikakuwa confirm katika uponyaji ya huyu mtu ambaye alikuwa kiwete. Number 3, Paulo, tabia ya Paul's character, ambaye karakta yake ambaye aliweza kuelekeza katika matumuni ama call was spiritual, building up believers and strengthening their faith and appointing them into church ministries. Hapa sasa karakta ya Paulo ilikuwa ni kuunda na kusaidia watu kusimama katika hali ya neno la Mungu, na Mungu aliweza kumtumia kuweka msingi huo katika maisha ya watu hawa. Na alipofanya hivyo, in verse 21, naona alifanya wengi kuwa disciples. In verse 21 inasema, hata walipokwisha kuihubiri Injili katika mji ule na kupata wanafunzi wengi, wakarejea mpaka Listra na Ikoni na Antiokia. Hapa walifanya wanafunzi wengi, made many disciples. Waliweza kufanya wanafunzi wengi. Na alipofanya hawa wanafunzi wengi, aliwapatia msingi 3. Msingi ya kwanza ni kwamba aliweza kuwapatia nguvu. He strengthened them. He encouraged them. He warned them about the suffering for Christ. Aliweza kuwaonya kuhusu mateso ambayo angepata kwa sababu ya kuhubiri Yesu Kristo. Na alitaja hiyo katika verse 22. Wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Hiyo ndio sasa ilithibitisha kwamba hawa walikuwa wamefanya wanafunzi wengi. Kuna kazi sasa ambao walifanya missionary katika tauni ambayo ilikuwa inaitwa Debe. The work in Debe. They gave strength and encouragement to new believers in an hostile and pagan environment. Aliweza kuwapatia nguvu na encouragement wakati walipokuwa wakipitia kichorochoro ambayo kulikuwa na shida na upingamizi kubwa. Alafu ya pili, aliweza kufunza, they taught the believers
jinsi wanavyoweza kuitikia neno la Mungu bila kusita. Alafu they organize the church to work as a team. Organize kanisa wasimame kama kikundi ambao wameteuliwa na wamekombolewa na Mungu. They were only believers, waliweza kushika hiyo neno na wakawa believers wakati huo ambaye ilipanua na kubadilisha mambo mengi. Sehemu nyingine katika Lystra ni mahali ambao walipikwa mawe, stoning in the city of Lystra. Acts 14 verse 19. Acts 14:19 inasema, lakini Wayahudi wakafika toka Antiokia na Ikonia, wakashawishi makutano hata wakapika kwa mawe Paulo, wakamburuta nje ya mji, wakatania ya kuwa wamekwisha kufa. Naona walipika mawe kwa sababu ya upingamizi hiyo ambao wangetaka aendelee kulete neno la Mungu. So unaona vile alikuwa ametayarisha hao wakuwe waangalifu katika hali ambayo wangeweza kupata katika maisha yao. Tunajifunza nini katika fasi hiyo ya 19? Tunajifunza mambo haya mawili. The victory is not to those who start it. It is those who finish it. Victory si wala ambao wanaanzisha. Victory ni wala ambaye wanakamilisha. Walianzisha, wakapitia matatizo nyingi, wakapitia challenges nyingi, lakini wenye walileta ushindi kubwa ni wale walivumilia mpaka mwisho na wakaeleza kulete ushindi. Ya pili, waliripoti vile Mungu alikuwa akiwakinga. Walipomaliza kazi yote ya uinjilisti, wakatoa report vile Mungu alivyoweza kuwa kuwakinga. Mungu aliweza kuwakinga, wakipata upingamizi huku, Mungu anafungua mlango pande hii. Akipata upingamizi huku, Mungu anafungua mlango nyingine. So Mungu aliweza kuwakinga katika hali yao yote. Alafu point number 4 anasema Paulo na Barnabas had just been through on missionary journey. Paulo na Barnabas walikuwa sasa wanaendelea vizuri kukamilisha chani yao ama safari yao ya umissionari. Verse 24 and 25. 24 na 25 nasema wakapita kati ya Pisidia wakaingia Pamfilia, na baada ya kuhubiri lile neno katika Peche wakatelemka mpaka Atalia. Naona sasa walirudi kukamilisha ile safari yao ya umishonari. Alimaliza kazi yao hiyo ya umishonari. Jambo ya tatu, upon returning to their home church, Paulo na Barnaba waliweza kukutanisha Wakristo wote na akaweza kuwaeleza safari yao yote na station zote ambaye waliweza kuweka msingi ya neno la Mungu katika maisha ya watu. And that is verse 27 and 28 ambaye nasema hata walipofika wakalikutanisha kanisa, wakawaeleza mambo yote aliyofanya Mungu pamoja nao, na ya kwamba nimewafungulia mataifa mlango wa imani. Wakaketi huko wakati ya usiokuwa mchache pamoja na wanafunzi. Naona sasa anakamilisha na anasema Mungu aliweza kuwapatia kibali katika kazi yao ya umishonari na uinjilisti. So nikimaliza, ni nini ilifanya watu hawa kutenda kazi hii yote kupitia hardship hizo zote? What enabled the apostle to do all this kupitia difficulties in this effective witnessing? Ni nini ilifanya hawa kuvumilia na kufanya? Kama ingekuwa sisi wenyewe tukijiweka hiyo, wengi wangeweza kurudi nyuma kwa sababu kulikuwa na upingamizi kubwa sana. Lakini kuna vitu tatu ambaye hawa apostles waliweza kufanya. What enabled the apostles to do so? Through difficult time, through difficult circumstances, ni nini iliwawezesha kufanya hivyo? Kuna mambo matatu. Ya kwanza, they knew clearly who has sent them to mission work. Hawakukuwa na tatizo lolote kusema kwamba hii kazi ni ya nani.
Walijua kwamba hakika Mungu amewatuma katika area hii kupeleka habari njema ya wokovu katika maisha ya watu hao. So kitu ya kwanza walikuwa na clear mind ya kwamba ni Mungu amewatuma. Walikuwa na clear mind. They knew clearly who has sent them to mission work and the witnessing. Ya pili, they had confirmation who called them to mission. They had confirmation who called them to mission. Walikuwa na ile thibitisho ni nani aliwaita katika umishonari. Walijua kwamba ni Mungu kabisa amewatoa, ndio aliepesha hawa katika hali mpaka wakatimiza yale Mungu aliweza kuwafanyia. Alafu ya tatu, they believed they were connected with the source of power. Walikuwa na imani kubwa ya kwamba wameweza kuwa connected na the source of power katika mission ama witnessing, ambaye kama hatuna hiyo source of power hatuwezi kufanya uinjilisti yoyote ama umishonari yoyote. So they knew in their heart, walijua katika mioyo yao ya kwamba they are connected with the source of power. And any one of us, tukiwa na imani hiyo ya kwamba we are connected with the source of power, hakuna jambo ambaye itatutisha tena. Naona hiyo tumeambiwa tusome hiyo katika John chapter 6:35. John chapter 6. Hiyo confirmation ya the source of power. John chapter 6 verse 35. 35 inasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Lakini ninawaambia ya kwamba mumeniona wala hamniamini. Wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Naona the source of power, the source of power ambaye walikuwa connected nayo. Alafu in conclusion, tukijiweka katika hali ya hao wa missionary as the church of now, tunaweza kupata lesson gani hapa? Place yourself in the position of the apostles in Acts 13 and Acts 14. Ukijiweka hapo, kama ingekuwa enzi yetu, tungeweza kufaulu ama tungekata tamaa. Hapa ametupatia encouragement ya kwamba hawa wametuonyesha kifunguo mzuri ya success ya uinjilisti wetu ama umishonari yetu. Pili, walikuwa na ushujaa. They boldly walikuwa na ile boldness for Christ in reaching out the lost and the dying generation. Walikuwa na ile ushujaa ya kuweza kuwafikia kisasi ambaye hawakuwa na Mungu. Kisasi ambayo walikuwa naishi kwa kisa na kifo, na wakaweza kufikiwa ili wasipotee na kufa kwenye kisa. Alafu ya mwisho, let us be willing to serve as God's instrument in reaching out the lost and the dying world by being salt and the light in our world and this critical and opportune time in history of the church. So hapo anatuambia tuweze kuwa chumvi na nuru. Tusome hiyo Mathayo 5:13. Matthew chapter 5 verses 13 to 16. Matthew 5:13 to 16. Ambaye anasema, ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa ila kutupwa nje na kufanywa kukanyakwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hawezi kusitirika ukiwa juu ya milima, wala watu hawawashi taa na kuweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo waangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu niangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. So hapa ametuomba tuweze kuwa chumvi na tuweze kuwa nuru.
let us be the soul, and let us be the light. So mahali ambayo tukimalizia ni kwamba Mungu anataka sisi sasa tufahamu hizo mambo ambayo tumekusia katika mafundisho haya ya siku ya leo. Ya kwanza, Hawa, kitu ambayo alisimamisha Hawa, they knew clearly who has sent them to mission. They had confirmation who called them to mission. They believed they were connected with the source of power, ambaye it is the name of Jesus Christ. Na wacha Mungu atubariki na atusaidie. Tuombe. Mtakatifu Baba uishie mbinguni, asante kwa sababu ya wamishonari hawa ambaye uliwaita na wakatipitishia hawa kazi ambayo ulikuwa umewaitia mbele yao. Na Mungu wakafanya na moyo yao, na wakafanya na ujuzi yao, na wakafanya na ushujaa yao. Bwana, tunakushukuru kwa kitabu hii ya Matendo ya Mitume. Utusaidie ili tuweze kuokoa wenzetu ambao bado wanaishi kwa kisa. Bwana, utusaidie tuwafikie katika hali zote. Bwana, utukumbuke na utupatie uwezo. Bariki Wakristo ambao wamesikia neno lako, na utubariki Mungu tunapoendelea kuchambua kitabu hii ya Matendo ya Mitume mpaka tukamilishe. Utubariki Mungu na utuwezeshe tuweze kuifuatilia kikamilifu. Tunaomba tukijua kwamba Mungu utatusikia na hata utatusamea makosa yetu. Tunakumbuka Wakristo wetu ambao hawajisikii vizuri kwa sababu ya mambo mbalimbali. Bwana, watembelee. Hata shida hii ya corona tunaendelea kuomba Mungu ili uweze kutuzuia na hata kukinga watu wako na hatari hii. Lete matibabu Mungu, na utumie madaktari kwa uwezo wako. Utubariki kwa sababu haya ni maombi yetu kwa jina la Yesu aliye Mwokozi wetu. Amen.